Kichwa nishawishi cha kwanza ni namna ambavyo Coastal Union wamecheza mchezo. Nakumbuka kwamba kocha mkuu Juma Mwambusi hakuwepo uwanjani. Joseph Lazaro kwa upande wa Coastal Union ndo ambaye alisimama kama kocha mkuu. Yaani nijaribu kufikiri kwamba timu bila kocha mkuu Juma Mwambusi anasimama kocha msaidizi na bado timu inajitahidi kupambana kwa jinsi ambavyo unaweza kupambana. Ukiangalia kikosi cha Coastal Union ni kikosi ambacho huwezi kulinganisha na kikosi cha Yanga, lakini kila mmoja alikuwa anajipambana. Unajua unapofika gemu kubwa, timu zote za madaraja ya kati, kila mchezaji anajitahidi kujituma angalau kwa 80-90 ya uwezo wake. Kwa kila mmoja anataka kuonekana, wanajua biashara iko pale na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba Coastal Union kwanza waliamua kujikaba wenyewe. Kujikaba kwa maana gani? Hakukuwa na umuhimu wa kumuita Juma Mwambusi aende Tanga wakati ashafika Dar es Salaam. Anaenda kufanya nini? Aenda kuulizwa kuhusiana na matokeo yaliyotoka dhidi ya Kagera, wakati kuna mchezo mkubwa dhidi ya Yanga unawaathiri moja kwa moja, kwanza kwa maana ya wachezaji, unawatoa katika mfumo ambao mwalimu alikuwa amewafundisha, pengine hata psychological, kwa sababu naamini kuna wachezaji ambao walikuwa naamini chini ya Juma Mwambusi basi wangepata nafasi ya kucheza, lakini alivyoondoka, mimi mwenyewe binafsi nilipita pale KMC wakati anafanya mazoezi, kuna wachezaji ambao hawakuridhishwa na hiyo tabia na kile kitu ambacho kilikuwa kimefanyika. Kwa hiyo nikaona kabisa kwamba kila kitu ambacho ataenda kukutana nacho Coastal Union ndio kile ambacho viongozi walikuwa wamekifikiria, kwa sababu kumuondoa kocha katika kipindi hicho manake wao wenyewe walishajikatia tamaa kwamba hata akiondoka tutafungwa, kibaki tutafungwa. Pengine angebakia Juma Mwambusi kuifundisha timu, angempa jukumu kwamba bwana, mchezo huu wa mwisho usipofanya vizuri basi tunaweza kutupia virago, pengine angefanya vizuri zaidi. Lakini cha kushangaza siku moja kabla ya mchezo wanamuita arudi kwenye makao makuu ya Coastal Union pale Tanga, kitu ambacho mimi sikuona kama ni kitu cha maana ambacho walikifikiri. Wangemwacha katika mchezo mmoja, pengine angekuja na majibu. Wakati mwingine timu za madaraja ya kati unaweza kumpa mwalimu jukumu la kufanya kitu kikubwa, kawaambia maneno mawili matatu wachezaji wakaenda kumsaidia mwalimu akabaki kwenye nafasi yake. Kwa hiyo kumkatia tamaa mapema, naamini hata uongozi wenyewe wa Coastal Union ulishajikatia tamaa mapema, ndio maana ulimuondoa. Wangembakiza, pengine ningeona angefanya kitu cha ajabu kuliko ambacho amekifanya leo. Yanga na Coast si story, ila story ni kitu kinachofuata dhidi ya Azam. Tarajie mchezo wa namna gani hasa katika dabi hii ambayo wanakwenda kucheza kati ya Young Africans dhidi ya Azam? Mchezo wa mkondo wa kwanza Young Africans waliweza kufungwa dhidi ya Azam FC katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Wanarudishwa tena katika kiwanja hicho hicho. Nini tukitarajia? Mimi matarajio yangu makubwa, kwanza Yanga walikuwa na visasi viwili kwenye msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara. Kisasi cha kwanza washakimaliza kwa maana dhidi ya Tabora United. Walikuwa wamepania kweli kweli, utakuwa unaona jinsi ambavyo mambo alikuwa ameenda. Kwa hiyo kisasi cha kwanza kimeisha. Naamini Yanga watatumia nguvu zote kuhakikisha kwamba wanalipa kisasi pale Chamazi. Kwa hiyo ukiangalia na trendi pia ya Azam ya michezo ya hivi karibuni ilivyopita, unaona kabisa ni Azam ambayo ni kama inajionyesha kwamba ni timu ya kawaida. Umenielewa? Kwa sababu moja kati ya kitu ambacho watu kilikuwa na watatanisha sana, hata watu walikuwa wanajiuliza Azam mbele ya Singida Black Stars, ni nani ni bora kati ya Azam na Singida Black Stars? Watu walikuwa wanaipa nafasi sana Azam FC, lakini cha ajabu Azam wanaenda kupigwa na Singida Black Stars, na maana baada ya kupigwa na Singida Black Stars wanaenda kukutana na Yanga. Psychologically kwanza, hata wachezaji wenyewe mara baada ya kufungwa na Singida Black Stars wenyewe lazima wanaanza kujiandamaini kwamba huenda katika mchezo ujao tukapata dhahama. Mimi naiona dhahama inayokutana nayo Azam ni kubwa sana, kwa sababu Yanga wanatamani kulipiza kisasi, alafu maneno yale ya tulifungwa na Azam yafutike rasmi mara baada ya kuwapasua Tabora United. Naamini Azam wanaenda kupasuka tena, ni kwa sababu moja tu. Azam katika michezo mikubwa huwa wachezaji wanajituma sana, kwa sababu pia wanajua pale kuna soko kubwa ambalo inawezekana kila mchezaji akajiuza zaidi. Lakini kama umetoka kupoteza michezo katika mechi za kawaida na timu kubwa hiyo hiyo inatamani kufanya
kwa maana kufanya kurejesha kile kitu ambacho cha kufanyiwa kitu kibaya. Maana yake unajua, unaweza kusema kwamba Azam aliwafanyia kitu kibaya Yanga, kuwafunga Yanga katika kipindi kile haikuwa kitu sawa, isababisha mpaka kocha Miguel Gamondi pia kuondolewa, kufukuzwa, au sio? Mimi naona Yanga wana mtelemko kwa namna moja kutokana na matokeo ambayo Azam FC wametoka kuyapata dhidi ya Singida Black Stars, kwa sababu unaweza ukaona kabla ya mchezo watu wengi walikuwa naona kabisa kwamba Azam FC wangeenda kupata matokeo. Unaenda kufungwa na Singida Black Stars, ndani una Faisal Salum, unajua una Nado mle ndani, una Saduni, mpaka dakika za mwisho Azam wanakuja kufanya vurugu, kitu ambacho kinaonekana kisaikolojia tayari imeshawachanganya. Ukiangalia zile tabia za kuleta vurugu sio tabia za Azam. Zile tabia za kufanya vurugu ni tabia za kuelekea katika mchezo mgumu ambao sasa umeshaanza kuwachanganya. Pengine hata wao waliingia na matokeo mfukoni kwamba mchezo dhidi ya Yanga uende tuenda kufanya vizuri, lakini vurugu zile zinaashiria kabisa kwamba Azam FC tayari wameshapagawa, kwa sababu wanaona kufungwa na Singida Black Stars ambao wao walifungwa na Yanga, licha ya kwamba kulikuwa na maneno mengi kuhusiana na mchezo wa Yanga na Singida Black Stars, lakini tu kufungwa tu na Azam kufungwa na Singida ni kitu ambacho psychological kwa mtu ambaye amecheza mpira, mechi yoyote ambayo imetangulia umefungwa, kuelekea mechi ijayo unakuwa na maswali mengi. Nilikosea wapi? Nilifanya nini nikarekebisha? Sasa katika maswali ambayo najiuliza, ni moja kati ya makosa ambayo kujiuliza kama umefikia asilimia ngapi ya kutibu makosa. Lakini ukiangalia kwa upande wa Yanga, ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mzani wa timu gani ambayo itaenda kupata matokeo ni Yanga, na ukiangalia mchezo ambao Yanga ametoka kucheza dhidi ya Coastal Union na unaibuka na ushindi, inaonekana kabisa kwamba wewe sasa una ile morali. Unajua kwenye mpira wa miguu kuna kitu ambacho wanasema unajimotivate mwenyewe, unajiboost, manake kujiongeza morali mwenyewe. Kwa hiyo Yanga kwa ushindi ambao wametoka kupata, walipata dhidi ya Tabora United, dhidi ya Coastal Union, waenda kukutana na Azam FC. Kama ambavyo nimesema, kisasi dhidi ya Azam FC Yanga wanakitaka sana kuliko vitu vyote. Yanga nadhani walikuwa natamani yani wamfunge Azam goli nyingi sana, kwa sababu ndiye ambaye alianza kuwafunga Yanga, ndio maana akaja baadaye Tabora. Kwa hiyo ninaamini Azam kwa kile ambacho kimewatokea katika mchezo dhidi ya Black Stars kitakwenda kuathiri kwa kiwango kikubwa, na Yanga wakatumia nafasi ya mchezo ambao wametoka kushinda dhidi ya Coastal Union, watautumia kuongeza nguvu zaidi. Tukumbuke uwanja wa Azam Complex pale Chamazi, Yanga waliukimbia wakisema kwamba kuna vitu, lakini yes. Kwa hiyo kwa mazingira yale ambayo waliondoka, wanarudi tena mara baada ya kuondoka kwa namna nyingine kisaikolojia. Kwa wataalamu wa psychology wanasema kwenye psychology kuna vitu vinne ambavyo huwa wanakutana navyo. Moja kati ya kitu ambacho kinazingatiwa sana kwenye psychology ni confidence. Umeelewa? Confidence ni kitu ambacho psychology ina determine kabisa nini ambacho kinakuja kwako. Kwa hiyo Yanga pia nao wana athari kwa namna moja ama nyingine kwenda pale Azam Complex, kwa sababu psychology ya confidence walishaupotezea ule mchezo, kama ni mchezo ambao ni uwanja ambao kwao hauna matokeo mazuri. Kwa hiyo ikitokea mfano Azam wakapata goli la mapema katika ule mchezo, inawezekana Yanga wakapoteza kabisa ile nguvu ya kuendelea kupambana, yani moral ikashuka, wakajua tayari ndo umeenda kupoteza mchezo. Kwa hiyo Yanga tu kuondoka pale Azam kwa maneno kwamba sio uwanja ambao ni fair kwao, hata kwenye mioyo ya wachezaji wenyewe ilishawajaa tayari kwamba ule uwanja sio sawa kwao. Kwa hiyo mimi naamini kabisa Yanga pia kwa upande wa psychology inaweza kawaathiri endapo tu Azam wakajikonveti vizuri kisaikolojia, wakakaa sawa sawa, wakajua ni sehemu ya mchezo, Black Stars tumepoteza, tuenda kupambana kwenye mchezo mgumu, wakajitwist vizuri na wakajiamini hata katika mchezo husika, hata kuelekea katika mchezo maneno mengi yatazungumzwa, sababu Yanga ndio ambayo ina ushawishi mkubwa mtaani kuzungumzia mchezo. Mashabiki hata wasemaji, hata viongozi wa Yanga wanaweza kuzungumza, lakini kwa upande wa Azam sio wazungumzaji hivyo, ukiachana na Ashimu Ibwe pamoja na Zaka za kazi. Kwa hiyo waweza wakashindwa sana kwa maneno kushambuliwa, lakini kama watasimama kuchukulia kama mchezo uliopita hasa wa Singida Black Stars ni miongoni mwa michezo ambayo
ni matokeo ya mchezo, wakawatengeneza kisaikolojia wachezaji, wakaambia bwana, nendeni sasa uwanjani. Timu ambayo inakuja hapa ishakukimbia uwanja, kisaikolojia wako sawasawa, twende tukaonyesha kwamba uwanja ni wa kwetu na nyewe mtafungwa, msipotaka mtafungwa, mkipenda mtafungwa. Basi naamini kwa upande wa Azam FC